Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu ni wakati mwafaka kwenda kupokea taarifa yetu ya habari kwa utendeti kutoka kwenye kituo hiki ambacho kinakuwa kwa kasi zaidi duniani. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na Rais wa zamani wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Joseph Kabila yuko mashariki mwa nchi hiyo na ameanza msururu wa mikutano na baadhi ya viongozi katika eneo hilo. Ukraine yang'ang'ana kuweka ukuta wa ndege zisizo na rubani kukabiliana na mashambulio ya Urusi. Marekani yasitisha ushuru wa Trump. Mhamiaji akamatwa kwa kuandika barua ya kutishia kumua Trump. Israeli yatangaza ujenzi mkubwa wa makazi ya walowezi wa Kiyahudi katika ardhi ya Wapalestina. Naam, na tumai bweri afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Urusi imeongeza kasi ya mashambulio ya makombora ya ndege zisizo na rubani kote Ukraine mwezi huu katika juhudi za kupunguza ari ya wa Ukraine katika vita. Lakini pia inazidisha mashambulio ya ardhini katika maeneo mengi ya mstari wa mbele kulingana na maafisa wa uchunguzi wa Ukraine. Baadhi ya mashambulio hayo yamefaulu, huku wanajeshi wa Ukraine walioko Donetsk na kaskazini wakilazimika kurudi nyuma kutoka kwa baadhi ya maeneo, huku baadhi ya maeneo ya vijiji kusini mwa eneo hilo yamechukuliwa na Urusi. Lakini utumiaji ulioimarishwa wa Ukraine wa ndege zisizo za rubani zilizowekwa katika maeneo kadhaa kwenye uwanja wa vita umesaidia Kiev kusababisha hasara kubwa kwa vikosi pinzani na hasara ndogo kwa wanajeshi wake. Mashambulio hayo yameweza kuwa mabaya zaidi katika miezi ijayo.
Wananchi wa Ukraine wanajaribu kupanua tasnia yao ya ndege zisizo na rubani ili kuunda eneo la kujihami kwenye sehemu muhimu ya mstari wa mbele ambayo mara nyingi huitwa ukuta wa droni. Wakati huo akipuuza juhudi za rais wa Marekani Donald Trump za kupata usitishwaji wa mapigano, Kremlin inafuata mkakati wa pande mbili unaolenga kuilazimisha Ukraine kukubali kushindwa, kuharibu miji yake kutoka angani na kuvunja ngome zake za ulinzi ardhini. Mwanaume mmoja raia wa Uchina amenusurika kifo baada ya miavuli ya parachuti kupaa na kumrusha kimakosa umbali wa mita 8500 futi 27800 ambapo angani kaskazini magharibi mwa Uchina, inasema ripoti ya vyombo vya habari vya serikali. Peng Yujiang, miaka 55, alipaa juu zaidi ya futi 27800. Alikuwa akifanya majaribio ya vifaa vipya akiwa juu ya mlima wa Quilian, umbali wa mita 3000 usawa na bahari, pale ilipojikuta mwavuli huo unavutwa mita nyingine 5000 kwenda juu hadi kwenye mawingu. Tukio hilo la Jumamosi lilirekodiwa kwenye kamera ambayo iliwekwa kwenye parachuti ya Peng, na video hiyo imesambaa baada ya kuchapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa Douyin, toleo la China la TikTok. Peng anusurika kifo kwani kuna uhaba wa oksijeni kwenye umbali huo unaokaribia kilele cha mlima Everest ambacho kipo na mita 8849. Nyuzi joto hushika hadi 40. Peng ambaye amekuwa akisafiri na kwa parachuti kwa muda wa miaka 4.5 amesema huenda alipoteza fahamu wakati wa kushuka kwake, na kuongeza kuwa wakati wa kutisha zaidi ni pale ilipojaribu kurejesha udhibiti wa parachuti ilipokuwa ikizunguka angani. Serikali ya Uchina inachunguza tukio hilo la Peng. Imesimamishwa kupaa kwa muda wa miezi 6 kwa sababu safari hiyo kumradhi haikuwa imeidhinishwa, imesema shirika la serikali la Global Times. Peng hakuwa na nia ya kuruka siku hiyo na alikuwa akifanya tu majaribio ya parachuti yake ardhini, imesema taarifa hiyo. Lakini upepo mkali ulimuinua kutoka ardhini na kumvuta kwa nguvu hadi akajikuta mawinguni. Mahakama ya shirikisho nchini Marekani imesitisha ushuru mkubwa uliowekwa na rais wa taifa hilo Donald Trump, hatua ambayo ni pigo kubwa kwa sehemu muhimu ya sera zake za kiuchumi. Mahakama ya kimataifa ya biashara iliamuru kwamba sheria ya dharura ambayo ikulu ya White House iliitisha haimpi rais mamlaka upande mmoja wa kutoza ushuru kwa takribani nchi zote duniani. Mahakama hiyo yenye makao yake makuu mjini Manhattan imedhibitisha kuwa katiba ya Marekani inalipa baraza la Congress mamlaka ya kipekee ya kudhibiti biashara ya nchi nyingine, na kwamba jukumu la rais kulinda uchumi halichukui nafasi ya mamlaka hayo. Mahakama pia imesitisha ushuru tofauti ambao Trump aliziwekea China, Mexico na Canada tangu arejea ikulu ya White House kujibu kile alichokitaja kuwa utitiri usiokubalika wa dawa za kulevya na wahamiaji haramu nchini Marekani. Mhamiaji wa Marekani ambaye hakuwa na kibali amekamatwa baada ya kutuma barua iliyoandikwa kwa mkono kwa serikali akisema amepanga kumuua Donald Trump, wamesema maafisa. Mwanaume huyo Ramon Morales Reyes mwenye umri wa miaka 54 amesema katika barua hiyo atampiga risasi rais kwenye kichwa kabla ya kurudi katika nchi yake ya asili ya Mexico. Sasa yuko katika kizuizi cha maafisa wa uhamiaji ICE huko Wisconsin. Reyes alikuwa na rekodi ya uhalifu, ikiwa ni pamoja na kukamatwa mara kadhaa na kujaribu kuingia Marekani kinyume cha sheria, kwa mjibu wa wizara ya mambo ya ndani. Maafisa wa usalama wamesema mamlaka ilipokea barua hiyo kutoka kwa Reyes tarehe 21 Mei. Barua hiyo iliyoandikwa kwa wino wa bluu kwenye karatasi inasema, tumechoshwa na rais huyu kutuchafua sisi wa Mexico. Mstari wa mwisho wa barua hiyo unasema, nitaonana naye kwenye moja ya mikutano yake mikubwa.
Reyes alikamatwa siku moja baada ya barua hiyo kupokelewa. Kulingana na maafisa, alijaribu kuingia Marekani kinyume cha sheria mara 9 kati ya 1998 na 2005, na awali kukamatwa kwa kosa la uhalifu na akakimbia. Mwanamke wa Afrika Kusini aliyepatikana na hatia ya kumteka nyara na kumsafirisha bintiye mwenye umri wa miaka 6 amehukumiwa kifo ama kifungo cha maisha jela pamoja na washirika wake wawili. Licha ya utafiti uliotangazwa sana na msichana huyo ambaye alitoweka Februari mwaka 24, bado hajapatikana. Hukumu hiyo ilifuatia kesi ya wiki 6 huko Afrika Kusini, huku mashahidi na waendesha mashtaka wakitoa madai kadhaa ya kushtua. Mawaziri wa Israeli wanasema makazi mapya 22 ya walowezi wa Kiyahudi yameidhinishwa katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Huu utakuwa ni upanuzi mkubwa zaidi katika miongo kadhaa. Baadhi ya makazi hayo tayari yamejengwa na walowezi bila idhini ya serikali, lakini sasa yatafanywa kuwa halali chini ya sheria za Israel. Kulingana na waziri wa ulinzi Israel Katz na waziri wa fedha Bezalel Smotrich, swala la makazi ya walowezi ambayo ni haramu chini ya sheria za kimataifa, ingawa Israel inapinga hili na ni moja ya mambo yenye mzozo kati ya Israel na Wapalestina. Katz amesema hatua hiyo inazuia kuanzishwa kwa taifa la Wapalestina ambalo litahatarisha usalama wa Israel. Israel imejenga takribani makazi 160 ya Wayahudi 1700 tangu ilipokalia ukingo wa magharibi wa Jerusalem mashariki baada ya vita vya Mashariki ya Kati vya 1967, ardhi ambayo Wapalestina wanataka kuwa sehemu ya taifa lao la baadaye. Andrew Tate anakabiliwa na mashtaka 10 ya uhalifu nchini Uingereza, ikiwa ni pamoja na ubakaji, kudhuru mwili, biashara ya binadamu na utumwa wa kingono, imesema ofisi ya mashtaka ya Crown na siku ya Jumatano. CPS imesema imeidhinisha mashtaka dhidi ya Andrew Tate ambaye ni kutoka kwa walalamikaji watatu kabla ya kibali cha kurejeshwa Uingereza kutoka Romania kutolewa mwaka jana. Kaka yake Tristan Tate anakabiliwa na mashtaka 11 ikiwa ni pamoja na ubakaji, kudhuru mwili na biashara ya binadamu kutoka kwa mlalamikaji mmoja. Ndugu wao daima wamekanusha makosa yote. CPS imesema katika taarifa yake kwamba mahakama nchini Romania ambako wanachunguzwa kwa makosa ya jinai iliamuru warejeshwe Uingereza mwaka jana. Ndugu wao walisafiri kwa ndege kwenda Marekani mwezi Februari baada ya waendesha mashtaka wa Romania kuondoa marufuku ya kusafiri, na kisha wakarudi Romania mwezi uliofuata ili kutimiza majukumu ya kisheria. Kando na kesi hiyo, Andrew Tate pia anakabiliwa na kesi ya madai nchini Uingereza ambayo imefunguliwa na wanawake 4 na anatazamiwa kufikishwa mahakamani mwaka wa 27. Daktari mstaafu na wa upasuaji huko Ufaransa ambaye aliwanyanyasa kingono mamia ya wagonjwa vijana, wengi wao wakiwa watoto, kwa zaidi ya miongo miwili amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela siku ya Jumatano. Loin Lensa Skomenek alishtakiwa kwa ubakaji au unyanyasaji wa kingono kwa waathiriwa 299, ikiwa ni pamoja na ubakaji wa baadhi ya watoto wakati hawajajifahamu. Aliambia mahakama kuwa alifanya vitendo vya kuchukiza katika kipindi cha miaka 25 alipokuwa akifanya kazi kama daktari magharibi mwa Ufaransa. Le Skonek tayari anatumikia kifungo cha makosa ya awali ya ubakaji. Mwaka wa 2020 alihukumiwa kifungo cha miaka 15 jela kwa ubakaji na unyanyasaji wa jinsia wa mtoto wa jirani pamoja na wapwa zake wawili na mgonjwa wa miaka 4.
Iwapo basi unaungana nasi, ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Misururu ya mashambulio ya wanajihadi kaskazini mwa Msumbiji imeripotiwa kurejelewa tena kwa kipindi cha mwezi mmoja sasa, wakati huu kampuni ya mafuta ya Total ikijiandaa kurejelea shughuli za kuchimba mafuta katika mkoa wa Cabo Delgado. Mwezi wa Mei pameripotiwa mashambulio kadhaa ya wanajihadi kaskazini mwa Msumbiji, kambi mbili za wanajeshi zikishambuliwa, huku wanajeshi 11 wakiripotiwa kuuawa katika kambi ya kwanza na wengine 10 kwenye kambi ya pili, vyombo vya usalama nchini Msumbiji vikisalia kimya kuhusu matukio hayo. Watafiti na wachambuzi wa mambo wamehusisha mashambulio hayo na shughuli nyingi eneo hilo ambazo zimeonekana kuanza kurejelewa na kampuni ya mafuta ya Ufaransa ya Total, ambayo ilikuwa na mradi mkubwa wa kuchimba gesi na mafuta kaskazini mwa Msumbiji ambao ulisitishwa mwaka 2021 kutokana na utovu wa usalama. Shirika la haki la Umoja wa Mataifa limesema zaidi ya watu 25,000 tayari wamekimbia makwao. Kipindi hiki mashambulio yameanza kuripotiwa tena, huku idadi ya watu waliofariki tangu wanajihadi kuanza kutekeleza mashambulio kaskazini mwa Mali ikifikia watu 6,000. Mwaka 2021 jeshi la Msumbiji kwa ushirikiano wenzao wa Rwanda walifanikiwa kuwadhibiti wanajihadi hao, hasa katika mji wa pwani wa Palma ambao ulikuwa umetekwa na wanajihadi kwa siku kadhaa. Takribani watu 44 wameuawa Alhamisi katika mashambulio ya Israeli kwenye ukanda wa Gaza. Haya yanajiri ikiwa ni siku moja tu baada ya gala la shirika la mpango wa chakula duniani WFP liloko katikati ya eneo hilo kuvamiwa na kuporwa na raia wa Palestina. Baada zaidi ya miezi miwili ya kuzingirwa kwa Gaza, misaada ya kibinadamu imeanza kuingia tena kwa kiwango kidogo, lakini hali ya wakazi wa eneo hilo bado ni ya kutisha kufuatia vita vinavyodumu kwa miezi 18. Wataalamu wa usalama wa chakula wanasema kwamba mtu mmoja kati ya 5 yuko hatarini kukumbwa na njaa eneo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi ameikosoa vikali Israeli kwa mashambulio eneo la Gaza. Lavrov Alhamisi aliikosoa akiyataja mashambulio hayo kuwa ni adhabu ya pamoja dhidi ya raia, katika moja ya matamko makali zaidi kutoka Moscow kuhusu Israel tangu kuanza kwa mashambulio hayo. Vilevile ameelezea kuwa yanayojiri Gaza ni mambo yasiyoweza kueleweka wala kuelezeka. Waandishi wa shirika la habari AFP walimshuhudia Kabila akikutana na viongozi wa kidini eneo hilo, ambapo rais huyo wa zamani wa DRC amesemekana yuko katika maeneo ya Goma inavyodhibitiwa na waasi wa M23. Lawrence Kanyuka, ingawa hakutoa tamko lolote kwa umma, Kabila alikuwa ameondoka nchini mwishoni mwa mwaka 2023, na mkutano huu wa Alhamisi ndio umeashiria kurejea kwake kwa mara ya kwanza hadharani tangu atangaze nia ya kurejea katika ardhi ya DRC. Zoezi la upigaji kura nchini Korea Kusini limeanza mapema Alhamisi, huku wagombea wawili wakuu wakishiriki kupiga kura katika uchaguzi uliosababishwa na kusimamishwa kwa utawala wa kiraia na rais wa zamani Yoon Suk Yeol mwaka jana. Wananchi wa Korea Kusini wana matumaini ya kufunga ukurasa wa miezi kadhaa ya mivutano ya kisiasa iliyochochewa na tangazo la Yoon la kutangaza hali ya kijeshi, hatua iliyompelekea kuondolewa madarakani kupitia mchakato wa kushtaki bungeni. Tangu wakati huo, taifa hilo la kidemokrasia barani Asia limekuwa likiongozwa na marais wa muda waliokosa ushawishi mkubwa, huku uchumi wake unaotegemewa sana mauzo yake ya nje ukikumbwa na misukosuko ya kibiashara kimataifa. Urusi inasema inasubiri Ukraine kudhibitisha iwapo itahudhuria mazungumzo
yanayolenga kupatikana kwa amani siku ya Jumatatu jijini Istanbul, Uturuki. Urusi imependekeza awamu ya pili ya mazungumzo hayo kufanyika tarehe 2 Juni na inasema hadi kufikia sasa bado haijasikia lolote kutoka Ukraine. Rais wa Uganda Yoweri Museveni aliongoza mkutano wa nchi za ukanda wa eneo la maziwa makuu katika ikulu ya Entebbe kujadili changamoto za mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Rais wa Uganda Yoweri Museveni aliyeongoza mkutano wa nchi za ukanda wa eneo la maziwa makuu hapo jana katika ikulu ya Entebbe kujadili changamoto za mashariki mwa DRC amesema suluhu lipo mikononi mwa viongozi wa nchi hiyo na kikanda kusaidia kupata suluhu. Hii ni Uganda, we solved it. We had the same problems. Sectarianism of religion. Hapo Uganda tumewahi kuwa na tatizo kama hili la DRC. Kulikuwa na wakati kulikuwa na ubaguzi wa dini, lakini pia swala kubwa la ubaguzi wa kikabila, lakini tukajikita kwenye kujenga uchumi badala ya ubaguzi. Sisi ndio tunaelewa matatizo yetu katika ukanda huu kuhusu shida za DRC, Rwanda na hata Burundi. Ili kupata suluhu lazima tuwe na utashi wa kisiasa, lakini tuwaambie watu wa nje waache kuingilia masuala yetu, kwa sababu wapo upande wa wale wanaoharibu, na hili ndilo tatizo ambalo naloliona. Rais wa Uganda Yoweri Museveni. Rais wa Uganda Nchi 12 ikiwemo Rwanda hapo jana imelaani kundi la waasi wa M23 kwa kutengeneza utawala mbadala mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hatua hii Kigali inaikosoa ikisema M23 inayodaiwa kuwaunga mkono kijeshi inakuja wakati huu kundi hilo likituhumiwa kwa kukiuka haki za binadamu katika eneo hilo ambapo inadhibiti maeneo makubwa tangu mwezi Januari. Wataalamu wawili wameliambia shirika la AFP la habari la AFP kwamba Rwanda imeanza kuhoji msaada wake kwa kundi la M23 kutokana na gharama za kifedha na kidiplomasia. Melaani kundi la waasi wa M23 kwa kutengeneza utawala mbadala mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Minzilete Ijai na maelezo zaidi. Hatua hii ya Kigali kuikosoa M23 inayodaiwa kuwaunga mkono kijeshi inakuja wakati huu kundi hilo likituhumiwa kwa kukiuka haki za binadamu katika eneo la mashariki mwa DRC ambapo imeteka maeneo makubwa tangu mwezi Januari. Katika taarifa ya pamoja, nchi hizo 12 zimesema zinalaani hatua ya waasi wa AFC M23 kuendelea kudhibiti maeneo zaidi na kuweka utawala mbadala. Aidha, taarifa hiyo iliyosainiwa hapo jana jijini Entebbe, Uganda, inatoa wito kwa makundi mengine ya kigeni yenye silaha mashariki mwa DRC yakiwemo FDLR na ADF kusambaratishwa na kuweka chini silaha zao bila masharti. Umoja wa Mataifa umelaani M23 kwa mauaji ya watu wakiwemo watoto, shirika la haki za binadamu la Amnesty International siku ya Jumanne nalo likituhumu kundi hilo kwa kuwaua na kuwatesa raia wanaowashikilia kinyume cha sheria. Wataalam wawili wameiambia shirika la habari la AFP kwamba Rwanda imeanza kuhoji msaada wake kwa kundi la M23 kutokana na gharama za kifedha na kidiplomasia. Nchini Marekani, mahakama imezuia utekelezwaji wa utozwaji wa ushuru uliotangazwa hivi karibuni na Rais Donald Trump na kusababisha mvutano wa kibiashara kati ya taifa hilo na nchi nyingine duniani. Mahakama imesema Trump alikwenda kinyume na mamlaka yake na kufanya maamuzi ya kuongeza kiwango cha ushuru bila kushirikisha bunge la Kongresa na hakufuata utaratibu uliohitajika. Utekelezwaji wa baadhi ya ushuru uliotangazwa na Rais Trump aliporejea madarakani mwezi Januari. Mahakama hiyo imesema Trump alikwenda kinyume na mamlaka yake na kufanya maamuzi ya kuongeza kiwango kikubwa cha ushuru bila ya kushirikiana na bunge la Congress na hakufuata utaratibu unaotakiwa. Ikulu ya White House hata hivyo imelaani hatua hiyo
ya majaji hao na kusema kwamba hawana haki ya kuingilia maamuzi ya Rais Trump, ambaye kupitia msemaji wake Kush Desai ameeleza kwamba uamuzi huo ulilenga kuiweka Marekani kwanza. Tangu Aprili tarehe 2, Trump alitangaza kuanza kutekelezwa kwa nyongeza ushuru wa 10% kwa bidhaa zote zinazoingia nchini Marekani kutoka mataifa mbalimbali, lakini akasitisha ongezeko la ushuru kwa bidhaa kutoka Ulaya kwa siku 90, huku akiingia kwenye mazungumzo na China baada ya kushuhudiwa kwa mvutano mkubwa wa kibiashara. Viongozi wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS wamekutana katika maadhimisho ya miaka 50 tangu kuundwa kwa jumuiya hiyo, ambapo walijadili changamoto za kiusalama na za kikanda pamoja na mipasuko ndani ya muungano huo. Viongozi hao wamesisitiza haja ya nchi wanachama kuendelea kushirikiana katika masuala mbalimbali kwa ajili ya vizazi vinavyokuja. Jumuiya ya ECOWAS imeendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama, makundi ya kijihadi yakitumia mwanya huo kujiimarisha katika maeneo ya Sahel na Ziwa Chad. Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS hapo jana walikutana katika maadhimisho ya miaka 50 tangu kuundwa kwa jumuiya hiyo, ambapo walijadili changamoto za kiusalama za kikanda pamoja na mipasuko ya ndani ya muungano huo. Bola Tinubu ni mwenyekiti wa ECOWAS. As we look forward to the next 50 years, tunapotazamia miaka 50 ijayo, acha tuendelee kuwa na ushikamano, ujasiri, uwazi na kuheshimiana. Kwa hivyo tukuze biashara zetu na tutashinda changamoto zozote ambazo zitatukabili kama ugaidi, ujambazi na chuki. Bola Tinubu, rais wa Nigeria na mwenyekiti wa Jumuiya ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Iwapo basi unaungana nasi, ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Taarifa kuu ni kwamba chama tawala nchini Tanzania CCM chaandaa mkutano wake mkuu. Raquel Kelly Smith kutoka Afrika Kusini amehukumiwa kifungo cha maisha jela kwa kumteka na kumuuza binti yake Jocelyn kwa randi 20,000. Urusi yataka majadiliano mapya ya amani na Ukraine. Naam. Na tumai pote pale ulipo jamani uko vizuri wakati huu, basi ambapo tunakuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yake ya uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakao tanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 012450 85217800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ukweli na burudani, mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Basi wakati huu inanibidi niweze kupeleka moja kwa moja kuweza kupokea maoni yako ambayo umeweza kuyanakili. Unaweza wasiliana nasi kupitia njia tofauti tu, iwapo pamoja na barua pepe
una uhuru wa kuweza kufanya hivyo kupitia radiofortuneafrica@gmail.com, na kwenye mtandao yetu ya kitandawazi Facebook ukipenda tufuatilie pale. Nashukuru sana wanaotufuatilia kwa mtandao ule wa YouTube pale, unaweza kutufuatilia vile vile. Kwenye Google tuko pale vizuri, TikTok tuko salama, ukiingia pale kwenye mtandao wa X tuko vizuri. Vile vile tuna gonga vizuri kwenye ule mtandao wa blog, tuko pale vizuri, na vile vile katika mtandao ule ambao ni wa Tumblr, kwenye huo mtandao tunapatikana sasa vizuri sana. Ni ishara kwamba tunazidi kupanua na kutanua wigo letu. Asante sana Franco Kisanga katika hatua yako ya kuweza kutufuatilia. Nashukuru sana kutokea pale maeneo ya 2-in-1 border pale maeneo ya Isebania mpakani pale. Asante sana Charles Luanga maeneo yale ya Nyamira kwa kuendelea kutufuatilia. Vile vile Evelyn pale Mando Kavaya umekuwa shakiki kuweza kutufuatilia kwenye majukwaa. Tunashukuru sana na karibu. Hapo linael pale hivi Siri Mwami pale hivi nasema ukweli kabisa. Kabila says Veteran Petrol Delang Rebellion do M23. Hicho ni Kifaransa. Sawa. DRC governmento yake muanche mkilia lia, nyote mnamjua mwizi lakini mnaogopa kumshika. Yani sisi Wakongomani tunapishana na viongozi wetu kitu kimoja. Bwana Rutaha Joachi Mpale hivi sisi watoto wa Kivu tunafahamu vizuri sana. Dennis Mukwege hawezi kuongea chochote kuhusu Joseph Kabila kwa sababu yeye mwenyewe ametumia wanawake wa Bukavu kujilimbikizia mali na wanawake akidai wamebakwa. Tumechoka na upuzi wao, tunaomba amani sio kutuangaisha. Huyu ni Rutaha Joachi akiwa kwenye maeneo ambayo kiatu kinamfinya vizuri. Vindo pale hivi katima Adilad pale hivi Makako pale hivi ni Makako hata sikupati jamani. Sikupati na sikushiki, sikunyiti, sikutambui. Kwenye maandishi hapa mimi sikuelewi, lakini Kabila kwamba DRC nchi yangu ni ya upendo. DRC imepitia mengi. Kabila kila kitu kwa miaka 18 kuna kutosheka, ila malipo ya raia ni kukatwa vichwa na kundi la ya M23 AFC. Kabila sio Mkongomani halisi, ana sikuelewi tena hapo jamani. Fanya sikupati vizuri, lakini ndo namna hiyo. Kabila ni Rwandi 100%, mwache tu afanye jinsi anapenda. Siku ni moja tu atajua Wakongomani. Najua kuna Wakongomani bahatika kuwa na marafiki Wakongomani. Kuna Wakongomani, kuna Walingala, kuna Waswahili wanasijua wameelewa Kiswahili. Hapo wao Wachiloba pale wako vikundi vino wamejigawa wenyewe. Kuna wale Walingala, wale Wakongomani, alafu kuna wale Wachiloba na Waswahili wamejigawa. Kulani haitu tengeneza kitu. Nasikia pale hivyo wanasema bwana Kulani hakuwezi kutengeneza chochote. Ndio taarifa hiyo. Dennis Mukwege pale wa mtuhumu Joseph Kabila kwa kushindwa kulaani uchokozi wa Rwanda, kitu ambao unajitokeza pale katika hatua hiyo. Msikilizaji pote pale ulipo, tukitoka pale katika taarifa zingine ambazo namna hiyo unaweza kuzipatia sauti ya kwako, ni kwamba anaitwa Alphonse Depi pale hivi. Kwangu mie acha niseme tu hiyo kundi ilishafili tu kwa kuwa uchumi uwezi kuwa bora wakati wa nchi nyingi inapitia vita. Angalia yale masuala ya huko ya ECOWAS.
Hali ndio hiyo. Katika hatua hii basi ukitafakari hayo ya ECOWAS na anga zake, basi inabidi ingilia hapa kidogo kwenye mabarua pepe hapo. Kabila aonekana hadharani kwa mara ya kwanza akiwa mjini Goma, ambapo Prince Hudud anasema msaliti Kwego pale Mriza pale ina maana huko ndo kwao, ama Yasin Mohamed anasema pale tamaa alionayo itampeleka pabaya. Albert Kashidi pale cha kubuta pale avae asijisifu kama anayevua, anayevaa asijisifu kama anayevua. Asante kila habari ambazo mnazitoa Radio 14 Africa, mnatuletea habari ambazo ni za kimataifa kweli. Nashukuru na karibu. Heza pale boy Simoni pale mtu pekee mwenye akili. Ndio hali ambayo inajitokeza msikilizaji. Tuko hapa ange kukupeleka ili pale Binadia wanasema wa Swags pale Unity Sambawanga pale Tanzania. Hongera sana Radio 14 Africa kwa matangazo yenu Mufti, na wapata vizuri sana. Asante sana, karibu. Majaliwa Mashaka pale Iringa pale Tanzania. Wa Iringa ni vyema Urusi na Ukraine wakakaa meza moja na kumaliza tofauti zao mapema zaidi. Asante na karibu. Kalama pale Maluta pale wa Isola pale Magu Mwanza Tanzania. Mnadunda vizuri sana kupitia Facebook ya kwangu hapa. Asante na karibu. Anasema kwa nikiwa pale DRC Kalemi pale Jimboni pale Tanganyika, na wafuatilia vizuri sana kupitia kitandazi changu. Asante na karibu. Naona hapa hivi jamaa anasema Stefano pale Maganga anasema wabisheshe pale Karagwe Kagera. Mimi nawapata vizuri sana kupitia Google. Safari yangu ya kuingia Google inanifanya nikakupata vizuri sana. Unasikika ni kama uko tu hapa Kagera tu hapa Mtoni Kagera hapa. Na ufahamu mto Kagera pale vizuri sana. Kwenye chati na uona. David Sichanga pale vitoka Wagumu pale tunadumu Muheza pale Tanga Tanzania. Tuko pamoja katika matangazo ya Afrika leo jioni. Asante na karibu. Nyamsha pale Makasi anasema Butiama pale Tanzania, CCM inajenga chama kuwa imara zaidi. Ndio wale ambao najitokeza kwa na mkutano siku ya leo. Na wapata vizuri nikiwa jiji kuu la Nairobi Kenya, mtaa wa Embakasi Pipeline. Anaitwa Pastor Daniel pale Kokoli. Asante na karibu mtumishi wa Mungu. Ali ndio hiyo. Hapo basi unaungana nasi taarifa kuu. Rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila arejea nchini humo. Siku ya Jumapili amekutana leo na Alhamisi mjini Goma na viongozi wa dini wa eneo hilo na mashirika tofauti mashariki mwa nchi hiyo linalodhibitiwa na waasi wa M23 na AFC wanaungwa mkono na Rwanda. Kujitokeza hadharani kwa mara ya kwanza kwa Kabila mjini Goma hakuna kuja licha ya rais huyo wa zamani kukabiliwa na uwezekano wa kesi ya uhaini kwa madai ya kuunga mkono kundi la M23. Naibu Waziri Mkuu wa Tanzania Doto Biteko amesema wanachama wa CCM walikubaliana kwa kauli moja kumchagua mwenyekiti wake Samia Suluhu Hassan ili kuendeleza maendeleo yaliyopatikana. Amesema hayo katika mkutano mkuu wa chama unaoendelea mjini Dodoma na kuongeza kuwa ilani ya chama hicho ya 2020-2025 imetekelezwa, ambapo namna hiyo ameweza kutoa kauli hiyo kwenye mabano na mnukuu kwamba kwa sare hizi mahali hapa tulikubaliana, yeye ajuae kutikisa madaraja tumwache aendelee kwa awamu nyingine tuyatikise madaraja. Kauli yake naibu waziri mkuu
wa Tanzania Doto Biteko. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.